Hapo Yesu atakapoita mataifa mbele yake, tutashindaje kwenye hukumu mbele ya kiti cha enzi? Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya Kiyama? Je, tutasikia neno tamu? Jema wewe mtumwa mwema, ama wenye uchungu na hofu, tutakatazwa ufalme. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya Kiyama? Atakubali tu kwa furaha watoto wake wapendwa, atawapa mavazi meupe, wakae kitini pake. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya Kiyama? Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunaendelea tulipoishia sehemu ile ya kwanza, na kama tulivyoona sehemu ya kwanza ya somo hili la elimu ya kweli, tuliona kanuni za elimu ya kweli hazijawahi kubadilika tangu zile zilizoonekana katika ile shule ya kwanza pale bustanini. Baada ya anguko, kanuni zinabaki kuwa ni zile zile, na kilichofanya badiliko liwepo katika mifumo ya elimu siku hizi linatudhihirishia tu uwepo wa pambano kuu kati ya Kristo na Shetani, kati ya wema na uovu. Elimu ni kipengele muhimu kinachopambaniwa, kwa sababu elimu ya kweli haitenganishwi na mpango wa ukombozi. Kazi ya elimu na kazi ya ukombozi ni moja. Sasa tukiruhusu elimu ya kweli, Shetani lazima agalagazwe, na Shetani anataka endelee kupambana. Anachofanya ni kuondoa elimu ya kweli na kuweka elimu bandia. Kwa hiyo elimu iliyopo ulimwenguni leo katika shule nyingi, katika vyuo vingi, ni elimu ya kibabeli, ni elimu ambayo si elimu ya kweli katika kanuni zile za elimu ya kweli tulizoziona katika somo hili la elimu ya kweli sehemu ya kwanza. Sasa basi, tunapoendelea na somo hili la elimu ya kweli, ninakualika tuangalie mifumo kama minne, ama tuangalie vipengele vinne, alafu tuchambue pamoja kupitia kitabu hiki cha elimu ya kweli, ama cha kitabu cha Education kwa Kiingereza cha Ellen G. White. Tuchambue pamoja. Je, kuna dalili ya kwamba Mungu alibadilisha mfumo wake wa elimu? Alibadilisha kanuni za elimu? Alafu tukija kuangalia somo jingine, tutakuja kuangalia historia ya elimu
katika kanisa la Waadventista wa Sabato, tutaangalia hiyo historia yake mpaka badiliko, nani anahusika na badiliko hilo, na mahali tulipofika, tumefika wapi katika historia ya kinabii, na tunapaswa kufanya nini. Mfumo wa elimu wa Eden, hii inaitwa shule ya Eden. Huu ni mfumo ambao tunaanza kuuangalia. Baada ya hapo tutaangalia mfumo wa elimu nje ya Eden, baada ya wazazi wetu Hawa kuwa wamefukuzwa katika bustani ya Eden. Tutauangalia huo mfumo wa elimu, na kisha tutaangalia mfumo wa elimu wa Israeli wakiwa jangwani, ama shule ya jangwani, wakati wanatoka utumwani Misri kuelekea Kanaani. Na kisha tutaangalia mfumo wa elimu wa Israeli wakiwa wameshaingia katika nchi ya ahadi, na hapo tutaangalia shule za manabii. Kuna mambo ya msingi ya kujifunza. Fuatana nami katika mwendelezo wa somo hili la elimu ya kweli. Namba moja, au mfumo wa kwanza tunaoangalia ni mfumo wa elimu wa Eden, shule ya Eden. Nabii Ellen G. White anasema yafuatayo katika kitabu hiki ambacho niko nacho mkononi mwangu, kinaitwa Elimu ya Kweli, kutoka Ufunuo Publishing House, UPH, toleo la 2019, ukurasa wa 12. Katika kile cha Kiingereza Education ni ukurasa wa 20, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema mfumo wa elimu ulioanzishwa mwanzoni mwa ulimwengu ulikuwa uwe mfano wa kujifunzwa na mwanadamu maisha yote yaliyofuata. Kama kielelezo cha kanuni zake, shule ya mfano ilianzishwa Edeni. Shule ya mfano ilianzishwa Eden. Maana yake shule zote mpaka mwisho wa wakati zinatakiwa ziakisi shule iliyokuwa Eden. Swali, shule zetu kama Waadventista wa Sabato zimeakisi kielelezo cha shule za Edeni? Shule ya Edeni? Mtoto wako anakosoma, shule hiyo ina mfano, imeakisi mfano wa shule ya Eden? Wewe mwalimu unakofundisha, unafundisha kwenye shule ambayo imeakisi mfano wa Eden? Nabii anaendelea kusema hivi: nyumbani kwa wazazi wetu wa kwanza hapo Eden, bustani ya Eden ilikuwa darasa. Bustani ya Eden ilikuwa darasa. Viumbe vilikuwa vitabu vya kujifunzia, na muumbaji mwenyewe alikuwa mkufunzi, na wazazi wetu wa kwanza walikuwa wanafunzi. Hii ndiyo shule ya Eden ambayo Mungu aliifanya iwe kielelezo kwa shule zote zitakazofuata mpaka mwisho wa wakati. Kumbuka, kanuni za elimu ambazo Mungu alizianzisha pale Eden hajawahi kuzibadilisha. Shetani ndiye mchakachuzi wa elimu ya kweli, na ndio maana tunapaswa kuangalia somo hili, mada hii ya elimu ya kweli, ili tuweze kuelewa pambano kuu jinsi linavyopiganwa. Tunaweza tukafikiri tunafanya kazi ya Mungu, kumbe tunamtumikia shetani katika taasisi zetu wenyewe. Mungu aliweka shule ya Eden kuwa kielelezo, kuwa shule ya mfano. Bustani ya Eden ilikuwa darasa. Maana yake shule zote ulimwenguni hapa zilitakiwa ziwe mashambani, kwenye miti, kwenye viumbe, sio mijini kwenye school basi. Halikuwa kusudi la Mungu na halijawahi kubadilika. Hayo sio maendeleo. Hata hivyo, hakuna mji wowote hapa duniani ulioanzishwa na Mungu. Soma Biblia, soma Roho ya Unabii. Kitabu cha Kuishi Mashambani kinatuambia miji yote mjenzi wake ni shetani. Fuatilia Biblia katika kitabu cha Mwanzo.
aliyeanza ujenzi wa miji ni nani? Ni Seti ama Kaini? Aliyejenga mji wa Babeli na mji wa Ninawi alikuwa ni nani kama sio Nimrodi aliyeasi, mwabudu mashetani? Hakuna mji ambao umejengwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu hakukusudia wanadamu wasongamane mijini. Kitabu cha Kuishi Mashambani ndivyo kinavyotuambia. Kwa hiyo hapa tunaona shule hii Eden ilikuwa ni darasa, mahali pa kujifunzia. Watoto wetu wanapata wapi ile darasa la asili la viumbe? Liko wapi hilo darasa? Shule tumeziweka wapi? Kwa shule zilitakiwa ziwe mashambani. Watoto wasikilize sauti za ndege, sauti za wadudu, sauti za wanyama. Washike jembe, walime ardhi, watazame miti, watazame viumbe, wajifunze ukuu wa Mungu. Bado asili ni kitabu cha kujifunzia. Wanatakiwa wavute hewa safi ya oksijeni mashambani. Ndio tunaona kusudi la Mungu hapa. Shule ya Eden kama mfano. Unafikiri kwa nini Mungu alipanda bustani ya Eden akamweka huyo mtu ndani yake? Kwa nini Mungu hakujenga magorofa? Kwa nini Mungu hakujenga kama miji ilivyo sasa? Kwa nini alimweka kwenye bustani ya Eden? Leo sisi tuna hekima kumzidi Mungu. Kuna mahali tumedanganywa na shetani. Bustani ya Eden ilikuwa ni darasa. Nabii anaendelea kusema viumbe vilikuwa vitabu vya kujifunzia, alafu muumbaji mwenyewe alikuwa mkufunzi, yani mwalimu. Kwa hapo unapata kujifunza ya kwamba shule, elimu ya kweli, lazima Mungu awe at the center. Mungu ndiye awe muhusika mkuu, na kama Mungu ndiye muhusika mkuu, maana yake kwa sasa Biblia inapaswa kuwa kitabu kikuu cha kujifunzia, alafu viumbe kitabu kinachofuata cha pili cha kujifunzia. Kwa hiyo basi ilitakiwa shule ziwe mashambani. Kadri tunavyoendelea na masomo hayo utakuja kuona hivyo ndivyo shule ya Edeni ambayo iliwekwa kuwa kielelezo ilipaswa kuwa. Angalia pale bustanini, Mungu alimpa huyo mwanadamu bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa hiyo kulima na kuitunza bustani ilikuwa ni sehemu ya shule. Kwa shule haziwezi kuwa mijini, shule zilipaswa kuwa mashambani. Watoto walime ardhi, walime ardhi. Na nitakuonesha kwenye somo litakalotupa historia ya mfumo wa elimu ya kanisa la Waadventista wa Sabato, namna nabii wa Mwenyezi Mungu Ellen G. White alivyoongozwa kuandika sana. Tumejifanya viziwi, tumejifanya vipofu, hatutaki kusikia, na bado shule tumeziweka mijini, na bado tumevuruga kila kitu. Nani aliye nyuma ya anguko hili kubwa la mfumo wa elimu ya kweli? Nani aliye nyuma? Katika masomo haya tutaelewa, na hii ni sehemu kabisa ya pambano kuu. Nabii anaendelea kusema hivi katika kitabu cha elimu ya kweli, hiki hapa UPH 2019 ukurasa wa 12. Katika kitabu cha education ni ukurasa wa 21 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema hapa, katikati ya mazingira ya kuvutia ambayo hayajaathiriwa na dhambi, wazazi wetu wa kwanza walikuwa wapate elimu yao. Kwa kuwapenda watoto wake, Baba yetu wa mbinguni ndiye alikuwa mkufunzi wao. Mara kwa mara walitembelewa watumishi wa Bwana, malaika watakatifu ambao waliwapa mashauri na maelekezo. Mara nyingi wakati wa kupunga jua walitembea bustanini, walisikia sauti ya Mungu na uso kwa uso waliongea na yule asiye na mwisho. Hapa katika bustani ya Eden ambapo wazazi wetu katika ile mandhari nzuri kabisa, Mungu alikusudia wapate elimu yao. Shetani ametugeuza, badala ya mandhari ya mashambani ametuletea mandhari ya mijini, ili tuone ya kwamba mijini ndio kunafaa kwa maisha. Na hapa mahali ambako ndio kwenye bustani ya Eden, malaika walikuwa wakiwatembelea.
na walisikia Mungu akiongea nao, walimuona uso kwa uso. Mara nyingi jioni, wakati wa kupunga kwa jua, walimuona Mungu, waliongea naye uso kwa uso. Na ukweli ni huu: ukitaka Mungu ajifunue kwako, ondoka mjini, nenda mashambani, mahali ambako utajifunza ukuu wa Mungu katika kilimo, utajifunza masomo mengi kupitia asili, mahali ambako utakuwa na utulivu wa kufanya ibada, wa kuzungumza na Mungu. Mungu atajifunua kwako. Na ukweli ni huu, na kwa kadri tunavyoendelea tutakusomea nukuu za roho ya unabii, utaona ukweli ni huu: elimu ya kweli ya Mungu inatolewa mashambani, country, na huko country ndiko wanakoandaliwa watu watakaopokea muhuri wa Mungu, na hawatapokea alama ya mnyama. Watasimama wakati wa zahama na dhoruba inayokuja. Elimu ya shetani inatolewa mijini. Wanaopata elimu hii huko mijini watapokea alama ya mnyama. Elimu ya shetani inawaandaa wanadamu kupokea alama ya mnyama. Elimu ya kweli ya Mungu inawaandaa wanadamu kupokea muhuri wa Mungu. Pambano kuu kati ya Kristo na shetani. Elimu ikihusika kwenye hili pambano kuu, unachagua kuwa upande gani? Nabii anaendelea kusema katika kitabu cha Elimu ya Kweli, UPH 2019, ukurasa wa 23. Katika kitabu cha Education ni ukurasa wa 33, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema mfumo wa elimu ulioanzishwa Edeni ulijengwa katika familia. Adam alikuwa mwana wa Mungu, Luka 3:38, na kutoka kwa baba yao aliye mkuu walipata mafundisho. Kwa hakika ya kwao, elimu yao yani ya kwao Adam ilikuwa shule ya familia. Aha. Sasa kama elimu ya kweli inatolewa mashambani na familia ni muhimili, ni msingi wa elimu ya kweli, swali ni hili: wazazi walipaswa waishi wapi? Waishi mijini ama waishi mashambani, ili huko wakawafundishe watoto wao elimu ya kweli? Elimu ya kweli. Adamu alikuwa mtoto wa Mungu, alafu Baba wa mbinguni ndiyo mkufunzi. Hivyo tu, kama kielelezo cha elimu hii ya Edeni, maana yake ni kwamba Mungu amekasimisha hayo majukumu kwa wazazi, na nitakusomea tutavyoendelea nukuu inayosema kutoka kwenye hii kitabu cha Elimu ya Kweli, ya kwamba Baba alikasimisha kwa mwana wake Yesu Kristo, na Yesu akawaamini wanaume na wanawake wanaobeba majukumu ya kuzaa, baba na mama, kwamba elimu msingi wake wa kwanza, elimu ya kweli, ni kwenye familia. Na tutakuja kuona namna ambavyo shetani anajaribu kubomoa msingi huu wa elimu ya kweli ambao ni familia. Anawatenganisha watoto na wazazi. Ellen G. White anasema mtoto abaki akifundishwa na mzazi kujifunza kusoma, akijifunza elimu ya Mungu wakati huo wakiwa mashambani, mpaka akiwa na umri kati ya miaka 8 mpaka miaka 10 ndipo apelekwe shule. Anapopelekwa shule ya mfano wa Edeni, mashambani, ambako nusu ya siku inatumika shambani na nusu inatumika darasani. Na darasani hawapaswi kujifunza elimu ya duniani, sijui physics, chemistry, history, sijui nini. Hawapaswi kujifunza hayo. Ukitaka kujua masomo ya kujifunza, nenda kasome shule za manabii. Shule za manabii walijifunza masomo gani? Ndio haya yanatakiwa kufundishwa shuleni. Wafundishwe mpaka umishonari wa tiba, wafundishwe njia rahisi za kutibu kwa kutumia kanuni 8 alizozitoa Mungu, wafundishwe mapishi, wafundishwe shughuli za mikono, ufundi wa namna mbalimbali, wafundishwe kilimo kwa vitendo. Hiyo ndio shule ambayo inapaswa ibebe
mfumo wa elimu ya kweli, na hiyo ndio shule ya Eden inasimama kama mfano. Kwa kama wazazi, familia ndio muhimili wa elimu ya kweli, maana yake wazazi hawapaswi kuishi mijini. Wazazi kuishi mijini ni mpango wa Shetani, sio wa Mungu. Jitetee unavyojitetea. Na kabla ya kutangaza kwa sheria ya Jumapili, muda mfupi umebaki, tunatakiwa tutoke mijini, twende tukaipate elimu hii ya kweli, na ni lazima tuondoe ku-unlearn elimu ya Babeli ili tuweze kuleni ama kujifunza elimu ya kweli ya Mungu. Lazima hicho kifanyike mashambani. Mfumo wa pili wa elimu, mfumo wa elimu nje ya Edeni, shule kabla ya gharika. Baada ya kutoka Eden, tuangalie mfumo wa elimu kama utakuwa ulibadilika. Ellen G. White anatusaidia kuelewa, kitabu cha Elimu ya Kweli, UPH 2019, ukurasa wa 23. Katika education ni ukurasa wa 33, paragrafu ya 2. Nabii anasema hivi: katika mpango wa Mungu wa elimu kama ulivyotengenezwa kupatana na hali ya mwanadamu baada ya kuanguka dhambini, Kristo husimama akimwakilisha Mungu Baba, akiwa kiunganishi kati ya Mungu na mwanadamu. Yeye ni mwalimu bora kabisa wa jamii ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Na alipanga kwamba wanaume na wanawake wamwakilishe. Familia ilikuwa shule na wazazi walikuwa walimu. Kwa hiyo baada ya kutoka bustanini Edeni, bado muhimili wa elimu ya kweli, muhimili wa kwanza ulibaki kuwa familia. Elimu ya Kweli, UPH 2019, ukurasa wa 23. Education ni ukurasa wa 33, paragrafu ya 3. Nabii anasema elimu iliyofundishwa katika familia ilikuwa ile iliyofundishwa zama za wazee, patriarchs. Elimu iliyofundishwa katika familia baada ya kutoka Eden, kabla ya gharika, ilikuwa ni ile iliyofundishwa na wazee, patriarchs, yani kutoka kwa Adamu mpaka uzao wake unaendelea. Kwa shule zilizokuwepo baada ya kufukuzwa kutoka Eden, kwa shule zilizokuwepo, Mungu alikuwa ametoa miongozo ya kufaa kujenga tabia. Lengo la shule kwenye familia na lengo la shule baada ya kutoka kwenye familia, level nyingine ya elimu, ni kujenga tabia. Nabii anaendelea kusema watu waliokuwa chini ya uongozi wake, yani watu waliokuwa chini ya uongozi wa Mungu, bado walifuata mpango wa maisha ambao aliuweka mwanzo. Mpango gani? Wa kuishi mashambani. Ndio maana alimchukua huyo mtu Adam akamweka kwenye bustani ya Eden, akamwambia ailime na kuitunza. Nabii anaendelea kusema wote waliojitenga naye, waliojitenga na Mungu, walijijengea majiji na kukaa ndani yake, wakafurahia uzuri, anasa na uovu ambavyo hufanya miji na majiji leo kuwa kiburi na laana. Lakini wanadamu walioshikilia kanuni za Mungu za maisha walikaa milimani na mashambani. Lakini wanadamu walioshikilia kanuni za Mungu za maisha walikaa milimani na mashambani. Walikuwa wakulima wa mazao, oh haleluya, wafugaji wa wanyama, na katika maisha haya huru ya kujitegemea yenye kutoa nafasi ya kazi, elimu na tafakari, walijifunza juu ya Mungu na kuwafundisha watoto wao juu ya njia na kazi zake. Swali: baada ya kutoka bustani ya Eden, shule ya Eden tunaiweka pembeni, shule zilizofuata baada ya hapo, Mungu alibadilisha utaratibu?
ilikuwa vile vile kama mfano wa shule ya Edeni. Familia ni muhimili, na wanafamilia waliishi milimani na mashambani. Waliojitenga kutoka kwa Mungu, yaani uzao wa Kaini, walijijengea majiji, wakafurahia anasa, wakafurahia dhambi, wakafurahia uovu. Swali, ewe mzazi, unaishi wapi? Unaishi milimani na mashambani, ama unaishi mijini na kwenye majiji? Watoto wako wanapata elimu gani? Hawapati elimu ya kweli, hawapati elimu ya kweli. Na shetani amehakikisha ya kwamba anawatenga watoto wako na wewe. Umempeleka mtoto nasari miaka 3, nabii anataka miaka 8 mpaka 10, kati ya miaka 8 mpaka 10 awe chini ya usimamizi wako, na huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Sasa hawa wazazi wa baada ya Eden, kabla ya gharika, waliishi milimani na mashambani. Walikuwa wanafanya nini? Wanalima na kufuga. Katika kazi hizo kulikuwa na fursa ya kuwafundisha watoto wao nafasi ya kazi, kuwafundisha kazi, elimu na tafakari, na walipata masomo ya kujifunza juu ya Mungu, na waliwafundisha watoto wao juu ya Mungu na uwepo wa kazi zake, njia zake na kazi zake. Kwa hiyo elimu ya kweli inawataka wanafunzi waishi milimani na mashambani. Kwa hata swala la tokeni mjini sio swala la kurukwa na akili. Na wengine wanasema, unajua miaka 2000, miaka ya 90 na kitu, watu walitoka mjini wakaenda mashambani, wamerudi tena mijini, wanaombaomba, maisha yao ni magumu. Ni hivi, shetani alihakikisha anabomoa nia yao njema. Walipaswa waishi huko mashambani, kwa sababu Mungu hakukusudia watu waishi mijini. Walikuwa sahihi kabisa na maamuzi yao ni sahihi. Walikosa imani na walitetereka, walianguka kwenye mitego ya shetani. Ni mpango wa shetani watu warundikane mijini. Na hapa ndipo utaelewa, ewe mchungaji unayewaambia watu ya kwamba huu sio muda wa kutoka mjini, wabaki mjini. Swali, wewe ni mjumbe wa elimu ya kweli ama ni mjumbe wa elimu bandia? Na kama ni mjumbe wa elimu ya kweli, hauwezi ukaambia watu wabaki mjini. Ulitakiwa upige tarumbeta, watu watoke mijini, watoke mijini, waende kwenye shule na wakaipate elimu ya kweli ya Mungu, japo muda ni mfupi kiasi hiki. Lakini lazima muda huo mfupi tuondoe yote ya kibabeli na tuingize mapya ya elimu ya kweli, ndipo tutakuwa tayari kwa muhuri wa Mungu. Tutakuwa tayari kwa muhuri wa Mungu. Nabii anaendelea kusema katika kitabu cha elimu ya kweli UPH 2019 ukurasa wa 23 na 24. Katika kitabu cha education ni ukurasa wa 34 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema hii ndiyo njia ya elimu ambayo Mungu alitaka ifundishwe katika Israeli. Njia gani? Njia ya wazazi kuishi milimani na mashambani, na familia kuwa muhimili wa kwanza wenye nguvu kwa ajili ya elimu ya watoto. Hii ndiyo njia ya elimu ambayo Mungu alitaka ifundishwe katika Israeli. Lakini walipotolewa Misri, ni wachache tu waliokuwa tayari kufanya kazi pamoja na Mungu katika kuwafundisha watoto wao. Wazazi wenyewe walihitaji maelekezo na nidhamu. Walikuwa wahanga wa utumwa wa muda mrefu. Walikuwa wajinga, wasio na elimu, wenye kuvunjiwa hadhi. Walikuwa na elimu ndogo juu ya Mungu na imani ndogo kwa Mungu. Walikuwa wamechanganywa kwa muda mrefu na kati ya upagani. Mungu alikuwa na shauku ya kuwainua hadi kiwango cha juu cha maadili matakatifu, na kwa ajili hiyo alitaka awape elimu imuhusuyo yeye mwenyewe. Wana wa Israeli walipotoka utumwani Misri walikuwa wameharibiwa na elimu ya shetani. Kwa hiyo ilikuwa wafundishwe elimu inayomuhusu yeye mwenyewe. Ni elimu gani? Ni elimu ya kweli. Kwa elimu ya kweli jumla yake ni mafunuo kumuhusu Mungu, mafunuo kuhusu mpango wa ukombozi, ndio elimu ya kweli. Kwa hiyo Mungu alitaka wafundishe elimu ya kweli, na ndipo jangwani ilibidi awapitishe kwenye shule. Ndipo sasa tunaingia mfumo wa elimu ya Israeli
au shule ya jangwani ni kipengele cha 3. Tuone, je, kutoka kwenye shule zile kabla ya gharika, mpango wa Mungu ulibadilika ama Mungu alitaka ubaki ule ule? Nabii anasema yafuatayo katika kitabu cha Elimu ya Kweli UPH 2019 ukurasa wa 24, kitabu cha Education ukurasa wa 34, paragrafu ya 2. Nabii anasema katika kuwashughulikia wasafiri hawa wa jangwani, katika kutembea kwao kote huku na kule, katika baa la njaa, kiu, uchovu, katika hatari toka maadui wapagani, na katika kujifunua kwake kwa njia ya huduma alizowapa, Mungu alitaka kuimarisha imani yao na kuwadhihirishia nguvu ambayo ilikuwa ikiendelea kufanya kazi kwa ajili ya mema yao. Akiwa amewafundisha kutumainia nguvu na upendo wake, alikusudia kuweka mbele yao katika maagizo ya sheria zake kiwango cha tabia ambacho kwa neema yake alitaka wakifikie. Unaona, inatajwa kiwango cha tabia. Kwa hiyo huwezi ukatenganisha elimu ya kweli na mafunuo ya tabia safi ya Mungu. Hawa walikuwa wapagani tayari, miaka yote wamekaa utumwani Misri, wamepata elimu bandia. Mpango wa Mungu wa elimu ulikuwa umebomolewa Misri. Jangwani anawafundisha ili wafikie kile kiwango cha tabia anachotaka kwa neema yake. Kwa hiyo hoja ya msingi, lengo kuu, goli ambalo shule inatakiwa kulifikia kwa kuwafundisha elimu ya kweli wanafunzi ni kurejeshwa kwa sura ya Mungu iliyopotea ndani ya mwanadamu. Na ndio maana nabii anasema kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Je, shule zetu zinafikia lengo hilo, ama tumefuata mfumo wa elimu ya Babeli? Kwa sababu shule ili ifikie lengo hilo lazima kuwe na vitabu viwili vya kujifunzia: maandiko matakatifu, mafunuo ya Mungu, lakini pia ilitakiwa kuwepo na kitabu cha asili. Yani shule ziwe mashambani na masomo yajifunzwe kwa vitendo, kuandaliwa kwa ajili ya huduma hapa duniani, huduma ya utume. Zile njia zote za kupeleka injili, zote zile za kupeleka injili, sanitariums, shule zetu, pamoja na vituo vya uchapaji, viwanda vya chakula na kadhalika. Hivyo ndivyo ilipaswa kuwa, na hapo ndipo tabia inapotengenezwa. Sio hizi shule za school basi. Kuna shule moja ya Waadventista wa Sabato, sitaitaja, nimeshuhudia mwenyewe. Watoto wanaingia darasani, wanaondoka, wanarudi nyumbani. Hata kufagia darasa ameajiriwa anti wa kufagia darasa. Hiyo ndio elimu ya kweli. Anyway, unaweza kusema kwamba kuna shule zingine za Waadventista wa Sabato watoto wanafanya kazi. Shule iko wapi? Na inafundisha mitaala gani? Hii ya serikali ama inafundisha mtaala wa Mungu? Unajua mtaala wa Mungu ni tofauti. Nenda katika kitabu cha Wazee na Manabii, ile sura ya shule za manabii. Nenda kwenye kitabu cha Education, nenda kwenye ile sura inayosema shule za manabii, uone mtaala wa elimu ya kweli ni upi pale. Masomo ya kujifunza yameelezwa pale, mpaka huduma ya Yesu patakatifu inaonekana pale, mziki mtakatifu unaonekana pale, mashairi matakatifu inaonekana pale, historia takatifu, magombo ya Biblia yanafundishwa pale. Kwa hiyo mtaala wa elimu ya kweli sio huu mtaala wa serikali. Na hapa kanisa limejiunga na ulimwengu, na wito wa Bwana ni huu: tokeni kwake enyi watu wangu, mkatengwe nao. Na nitoe wito huu, viongozi wa union zote mbili za Tanzania, na hata kama mnafuatilia kutoka nchi nyingine, viongozi wa union, viongozi wa maconference na mafields, wajumbe wa kamati za union, kamati za conference na za fields, watenda kazi katika shule zetu, wakuu wa shule, makamu mkuu wa shule, muhazini wa shule, chaplain wa shule. Angalieni namna ambavyo
mnatupeleka pabaya. Rudini, hebu simameni katika njia kuu, mkaulize mapito ya zamani, ili muiendee katika njia hiyo, ndipo mtajipatia raha nafsini mwenu. Biblia imesema. Lakini cha kushangaza, walisema hatutaki kwenda kwa njia hiyo, hatutaki kwenda kwa njia hiyo. Shule hazikupaswa kuendeshwa hivi. Nabii anasema hivi katika kitabu cha Elimu ya Kweli UPH 2019 ukurasa wa 26, Education ni 38, paragraph ya kwanza. Siku zote sheria za afya zilisimamiwa, zilikuwa sehemu ya watu, sio tu kwa ajili ya afya, bali masharti ya kudumisha kuwepo kwa yule aliye mtakatifu kati yao. Kwa hiyo elimu ya kweli huwezi ukaitenganisha na elimu ya afya. Na tutakapokuja kuangalia historia ya mfumo wa elimu katika kanisa la Waadventista wa Sabato, tutagusa mpaka mfumo wa afya, kama ilivyokuwa kuchepuka kwenye elimu ya Babeli na mitaala ya kidunia. Kanisa limeacha njia ya Bwana, mfumo wa kanisa umeacha njia ya Bwana. Vivyo hivyo katika afya, kanisa limejiunga na dunia, limeacha njia ya Bwana. Enyi viongozi wa kanisa, viongozi wa union, maconference na mafilsi, wajumbe wa kamati za conference na filsi na union, embu jadilini hili, rekebisheni mapema kabla damu za watu hazijadaiwa kwenye mavazi yenu. Najua ni ngumu. Kwa nini? Kwa sababu mnapenda vyeo na madaraka, hamtasalimishwa kwenye nafasi zenu, na kwa sababu mnataka mtunze vyeo, mnakubali maelekezo yanayotoka juu, kwamba mkisimama na kilicho ukweli na kilichoandikwa mtachukuliwa hatua. Wako wapi mashujaa wa imani? Wako wapi watumishi wa Mungu? Wako wapi walinzi katika Sayuni? Wasimame kwa zamu zao, waseme liwalo na liwe, hata kama ikinigharimu maisha, lakini nisimame na ukweli. Wako wapi? Wako wapi? Mfumo wa afya umeharibiwa, mfumo wa elimu umeharibiwa. Hakuna elimu ya kweli. Leo kwenye mahospitali yetu tunatumia dawa za Babeli, sumu za Babeli kuua watu, kutibu watu, na Roho Nabii inasema hizo ni sumu, ni sumu. Hatukutakiwa kuwa na mahospitali ya namna hiyo. Mfumo wa afya Mungu aliyompatia Ellen G. White haukuwa huu uliopo sasa. Tumejiunga na dunia. Oh, Mungu wangu. Ellen G. White anaandika kabisa kwamba hata kwenye ukunga haitakiwi mwanaume kumzalisha mwanamke. Hatufanyi hivyo kwenye hospitali zetu. Vipo hospitali ya Heri hakuna wakunga wanaume, hospitali ya Pasiansi hakuna wakunga wanaume. Ama tunajifanya hatujue kwamba imeandikwa kwenye roho ya unabii. Kama tunaweza kumnyamazisha Roho Mtakatifu kiasi hicho, tuna ujasiri wa kusema siku 10 tunamtafuta Mungu atumwagie Roho Mtakatifu. Mungu anafanya kazi na wasio waaminifu na watiifu. Roho wa Mungu atatoka wapi? Atoke wapi huyo Roho Mtakatifu kwa kukanyaga maelekezo ya Mungu kiasi hiki? Haiwezekani. Na niwaambie hivi, kama unataka mvua ya masika, kama unataka muhuri wa Mungu, achana na kuamini mfumo. Nenda kaishi vile Mungu anavyotaka. Ondoka mjini, nenda mashambani. Na kama unaweza au mnaweza mkajikusanya, anzisheni kile ambacho Mungu alisema, na Mungu atakuwa pamoja nanyi. Mfumo wa elimu na mfumo wa afya havitenganishiki. Yaani hivi ni vitu vinavyoshikamana, vinaenda sambamba. Na katika njia za kupeleka ujumbe, onyo la mwisho kwa ulimwengu, ambapo tunasema Waadventista wa Sabato wametengwa katika dunia kama wabeba nuru, kwao limekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Oh, Mungu wangu. Na nabii anasema hawatakiwi kuruhusu chochote kiwaondoe kwenye msukumo huo. Njia za Mungu alizotupatia za kupeleka ujumbe ni zipi? Tuanzishe sanitariums, zinakuwa wapi? Mashambani. Tuanzishe viwanda vya chakula, vinakuwa wapi? Mashambani. Tuanzishe shule zinakuwa wapi? Mashambani. Na shule ndizo zinazofundisha wamishonari wanaotenda kazi kwenye njia hizi za utume. Waadventista hawakutakiwa kusoma elimu ya Babeli ili wakaajiriwa huko serikalini na kwenye mifumo mingine.
Njia nyingine ni ipi? Migahawa ya usafi inakuwa wapi? Inakuwa mijini. Vituo vya uchapaji vinakuwa wapi? Mashambani. Yote hayo Mungu alituelekeza. Vyumba vya matibabu, vyote hivyo hakuna tulichokifanya. Tumeanzisha mahospitali kama walivyo walimwengu, tumeanzisha mashule kama za walimwengu. Shetani ametupiga, shetani ametuibia, shetani ametugaragaza. Somo linalofuata tutaangalia historia ya mfumo wa elimu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na kisha tutaangalia mfumo wa afya. Ilikuwaje mwanzo? Nini kikatokea? Tumefika wapi? Hii historia haisemwi popote. Tutafunua vitabu vya roho ya nabii pamoja. Hii historia hii unapaswa kuifahamu. Asiyejua historia yake hajui anakokwenda, na hicho ndicho shetani ametaka kutuficha, na ni lazima tujue historia ilikuwaje. Mfumo wa elimu ya Israeli, shule za manabii, kipengele cha 4. Nabii anasema hivi katika kitabu cha Education ukurasa wa 45 paragrafu ya kwanza, ukurasa wa 46 paragrafu ya kwanza, katika kitabu cha elimu ya kweli, yani tafsiri ya kitabu cha Education kutoka Ufunuo UPH 2019 ni ukurasa wa 33. Nabii anasema hivi: kwa kukosekana kwa uaminifu nyumbani na mivuto ya ibada ya sanamu nje, vijana wengi wa Kiebrania walipokea elimu iliyotofautiana sana na ile ambayo Mungu alikuwa amewakusudia. Walijifunza njia za mataifa kuukabili uovu huu unaokuwa. Mungu alianzisha njia zingine kuwasaidia wazazi katika kazi ya elimu. Kwa hapa ndipo tunaanza kuona njia nyingine, hatua nyingine kutoka elimu. Sasa baada ya kuwa imekamilika kwa wazazi miaka 8 ya mtoto mpaka 10, ndipo mtoto alichukuliwa na kupelekwa kwenye hatua nyingine, na hii ilikuwa ni njia ya Mungu kusaidia wazazi hawa kutokana na mivuto ya upagani na uovu uliokuwa ukiwazunguka. Mungu alianzisha nini sasa? Hiyo hatua nyingine ilikuwa ni ipi? Kutoka kwenye msingi wa kwanza wa elimu ya kweli, familia, hatua iliyofuata ni nini? Nabii anaendelea kusema, kwa kulifundisha darasa la watu hao waliotoka mikononi mwa wazazi miaka 8 mpaka 10 ili wafundishwe. Kwa kulifundisha darasa la watu hao, Samueli alielekezwa na Mungu, alianzisha shule za manabii. Alianzisha shule za manabii. Nabii anaendelea kusema katika elimu ya kweli UPH 2019 ukurasa wa 34, Education ni ukurasa wa 46 paragrafu ya 2. Anasema shule hizi zilikusudiwa kusimama kama vizuizi dhidi ya kuongezeka kwa rushwa, kuwawezesha vijana kuwa na ustawi wa kiroho na kiakili, na kukuza mafanikio ya taifa kwa kulipatia taifa watu wenye sifa ya kuishi kwa kichwa cha Mungu kama viongozi na washauri. Kwa nini kanisa Katoliki wao wanafundisha mapadri wao kwenye shule zao? Kwa nini kanisa la Waadventista wa Sabato hatuna huo utaratibu? Kwa sababu hatuna shule za elimu, hatuna mfumo yani mfumo wetu wa elimu haufundishi elimu ya kweli. Kwa hiyo ilitakiwa pia hata wachungaji, viongozi wa kanisa, wahasibu, masekretari, madereva, watu wa IT, wote ilitakiwa wangekuwa wamepikwa kwenye hizi shule za manabii, yaani mfumo wa elimu ile ya mfano wa Edeni. Watoke wakiwa watumishi na watenda kazi walio waaminifu, wenye sifa ya kuishi kwa kichwa cha Mungu, na viongozi bora na washauri bora. Leo tunahangaika ni kwa sababu ya kubomolewa mfumo wetu wa elimu ya kweli. Hao watu hawapo. Wachungaji matapeli, wahazini wezi, walimu matapeli na kadhalika. Kwani nayo yasema hayapo? Wachungaji hawaendi kwa waganga wa kienyeji kugombania, kutafuta nafasi za mivuto ili wakagombanie vyeo. Hawapigi siasa ili wachaguliwe. Hakuna ubadhirifu wa fedha kwenye kanisa la Mungu. Hao ndio viongozi ambao Mungu alitaka wawe. Tumekosea wapi? Tunataka kujua tulijikwaa wapi.
elimu ya kweli tumeiacha, na it is too late, lakini tunaweza kufanya maamuzi mtu mmoja mmoja. Haiwezekani mfumo ukabadilika, haiwezekani. Mfumo umeshashikamana na ulimwengu, na nitawapa historia yote, tutaelezana. Mtaona namna ambavyo shetani amefika mbali mno, na tulilala usingizi. Amemaliza kuiba, amemaliza kuiba. Wanafunzi wa shule hizi walikidhi mahitaji yao wenyewe kwa kilimo au shughuli zingine za mikono. Unaona hizo shule za manabii, bado mfumo ulibaki kwa Eden, ule shule ya Eden. Kama walikidhi shughuli zao, mahitaji yao kwa kilimo na shughuli za mikono, unafikiri shule zilikuwa mijini? Zilikuwa pembezoni. Hizi shule za manabii ziliwekwa mashambani, haikuwa mjini, ili wapate nafasi ya kulima. Oh, Mungu wangu, hili alikuwa jambo geni katika Israeli, au la kudhalilisha. Kwa kweli ilichukuliwa kuwa dhambi kumwacha mtoto akue bila kujua shughuli za mikono. Kila kijana, awe na wazazi matajiri au masikini, alifundishwa stadi fulani. Elimu ya kweli, UPH 2019, ukurasa wa 34, education ni 47, paragrafu ya kwanza. Shule za manabii ilikuwa na mfumo huo huo, na ukisoma hii kitabu cha education, kipengele kinachosema shule za manabii, ama sura inayosema shule za manabii, ukienda kitabu cha wazee na manabii, sura inayosema shule za manabii, utaona mpaka namna walivyokuwa wanafundishwa, utaona masomo waliokuwa wanajifunza, na ndio mfumo wa elimu ambao ulianzishwa Eden. Na leo tungepaswa kuwa na shule za namna hii. Shule ziko mashambani, zimeunganishwa na mifumo mingine yote ile ya kupeleka Injili. Ujumbe wa malaika watatu ungesambaa kwa kasi mno, ungesambaa kwa kasi mno, ambapo shule nusu, yani masaa, kama shule ni masaa 10 wanajifunza, masaa 5 watoto wako shambani, wako karakana, wanajifunza shughuli za maisha. Masaa 5 wanakaa darasani, wanajifunza nini? Sio masomo haya, sijui somo la uraia, sijui somo la nini, hakuna. Wanajifunza mada hizi zilizoainishwa na Mungu, maana wametengwa katika dunia kama wabeba nuru, hawana ajenda nyingine. Ajenda ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, ukweli wa sasa. Hawana kitu kingine. Hatukupasa kufundisha mitaala ya serikalini, mitaala ya ulimwengu. Tumefunga ndoa na ulimwengu, tumeshika vitu vichafu, tumejinajisi. Alafu tunataka Roho Mtakatifu, siku 10 za kufunga na kuomba, kufunguliwa Roho Mtakatifu. Sio kufunguliwa, ni kufungwa. Huko ni kufungwa. Roho Mtakatifu hakuna. Roho Mtakatifu atamwagwa kwa mtu mmoja mmoja aliyekubali kurudi kwenye elimu ya Mungu, na hao wote wanaotoka mijini na kwenda mashambani watapokea mvua ya masika, watatiwa muhuri wa Mungu, hawatapokea alama ya mnyama. Maana elimu ya Mungu inatolewa mashambani, elimu ya shetani inatolewa mijini. Wanaobaki mijini, elimu hiyo imewaandaa kupokea alama ya mnyama. Ngoja niwaambie, elimu usifikiri kwamba ni mtu kukaa darasani na kujifunza. Elimu ni maisha yetu yote. Huko mijini unaona uovu, unasikia uovu, ukija kwenye TV matakataka, unatazama movie na tamthilia, unatazama mipira, alafu eti wewe uje kuipinga alama ya mnyama. Hiyo kitu haipo, hiyo kitu haipo. Unakula nini huko mijini? Unakula GMO, unakula vyakula vilivyokobolewa, unajipaka masumu mwilini, vipodozi, unavaa vibaya, wanawake wanavaa vimini. Na niwaambie, hii ya kuvaa vimini ni mpango wa shetani, kwa sababu anaelewa sehemu za shingo pamoja na mikono pamoja na miguu zinapoachwa wazi, ubaridi unapopigwa, damu inashindwa kusogea maeneo hayo, inafosiwa kurudi, kwa sababu maeneo hayo yana ubaridi. Damu inapoozwa, na matokeo yake ni nini? Madhara yake ni makubwa sana kiafya, na ndio maana watu wana shida ya afya ya akili. Mgogoro unaanzia hapo. Watu hawatawaliki kwenye ndoa, wakina mama ndoa hazikaliki tena, kwa sababu akili zimechachamaa. Wanasuka marasta, wanakaba zile nywele, wanaweka makarikiti nywele, masumu hayo yote. Hiyo ni elimu ya Babeli. Hayo ni matokeo ya elimu ya Babeli. Nenda kwenye makanisa ya mijini, angalia wakina mama walivyovaa. Wamevaa nusu uchi, wamejipamba kibabeli, alafu nataka huyo mtu ashinde, apokee muhuri wa Mungu na elimu ya kibabeli. Ni lazima elimu hiyo ya kibabeli iondolewe yote,
alafu ajazwe elimu ya kweli ya Mungu. Na ni lazima mchakato huo wa kuondoa, kuaneni na kuingiza vitu, kujifunza, kuleni, mchakato ufanyikie mashambani, kule ambako Mungu alikusudia shule ziwepo. Mungu hajawahi kubadilika. Mungu hatumtumii sisi, ila Mungu anatutumia sisi. Mungu hatumwelekezi cha kufanya, Mungu anatuelekeza sisi. Roho Mtakatifu haelekezwi, hatumiwi. Roho Mtakatifu anatuelekeza, anatutumia. Kwa hiyo Mungu alichagua mashambani ndio kuwe mahali ambako tunajifunza elimu ya kweli, alafu sisi tunasema hapana, tutabaki mijini huku utufundishe. Huyo sio Mungu, huyo sio Mungu. Mwanasesere atakuwa sio Mungu ninayemfahamu. Mungu anataka utii kamilifu, anataka utii kamilifu. Na hapa ndipo inapokuja hoja ya wapi watu waishi. Ikiwa miji yote imeandaliwa na Shetani, Mungu hakuna mji aliojenga Mungu. Kasome Biblia na roho ya unabii, uniletee hiyo nukuu ama hilo fungu. Mji gani ulianzishwa na Mungu? Kama hakuna mji ulianzishwa na Mungu, umeanzishwa na Shetani, uhalali wa kuishi mijini tunautoa wapi? Wewe mchungaji unayesema kwamba unabaki mjini eti unafanya kazi ya Mungu, huo uhalali unautoa wapi? Na ni kazi gani unayoifanya ikiwa zile njia zote za utume zile tumeziacha? Je, kuna mgahawa wa usafi ulioko mjini? Kazi gani unayoifanya? Shule zetu zimeacha elimu ya kweli. Hospitali zetu kwanza hata hazikutakiwa kuwepo za mfumo huo. Huo ni mfumo wa kibabeli. Tutaangalia hiyo historia hatua kwa hatua, namna ambavyo Shetani amepora mfumo wa Mungu. Alafu tunajifanya tujionyeshe kwamba sisi ni kanisa la kweli la Mungu, tunafanya kazi ya Mungu. Nabii anasema Israeli ya sasa, Waadventista wa Sabato watafata nyayo za Israeli ya zamani. Pamoja na kwamba Mungu aliwapa mfumo mzuri wa elimu, shule za manabii, nini kilitokea? Shetani akamonopolize mfumo wa elimu ya shule za manabii, akachakachua. Na ndio maana Yohana Mbatizaji alipozaliwa Mungu hakuruhusu akasome kwenye shule za manabii. Yesu hakusoma kwenye shule za manabii, ilibaki tu mhimili wa familia. Basi hawakwenda tena hiyo level nyingine ya hizo shule za manabii. Kwa nini? Kwa sababu zilikuwa zimechakachuliwa, zilikuwa zimeharibiwa. Na kwa sababu zilikuwa zimeharibiwa, mfumo wote ulitakiwa ufutiliwe mbali. Na ndio maana Yesu hakuutumia huo mfumo kwa ajili ya Injili. Aliwatoa watu kwenye huo mfumo, akaanzisha mfumo wake independent ministry. Alafu ndipo wakajazwa mvua ya vuli, wakapelekwa kuhubiri Injili. Wakati walioko kwenye mfumo wa dini ya Kiyahudi wakageuka kuwa mwiba wa kuwashambulia hawa, wanawakamata, wanaweka magerezani, wanawapiga na mpaka kushiriki kuwaua kwa kushirikiana na Wayahudi. Hata Yesu mwenyewe Wayahudi kwa kushirikiana na Warumi wakamwangika msalabani. Ndivyo walivyofanya mitume kwa mitume wake. Ndicho kitakachokuja kutokea huku mwishoni, na kimeanza kutokea. Wale walioshikilia elimu ya kweli ya Mungu wanaanzisha independent ministries. Nafahamu ziko sanitariums zimeanzishwa mapolini huko, zipo. Na zingine mpaka nimefika nimeona ziko huko mapolini. Na wapongeza, Mungu awabariki, songeni mbele, mnafanya jambo jema. Watu wameanzisha printing press mashambani huko mapolini, wamehamia mashambani, wametoka mijini, mnafanya kazi njema, songeni mbele na Mungu awabariki. Maana huo ndio mpango wa Mungu. Wanaobaki mijini, wanaokataa kutoka, hakuna namna tunaweza tukafanya. Kazi yetu ni kusema, ni kupiga tarumbeta, alafu maamuzi ni yao, matokeo tunamwachia Mungu. Lakini kwa kweli mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umeasi na umerudia historia ya mfumo wa dini ya Kiyahudi. Mungu hatamaliza kazi na mfumo huu, hatamaliza kazi na mfumo huu. Na kama tunataka tushirikane na Mungu kumaliza kazi hii, kuhubiri kilio kikuu, lazima turudi kwenye mfumo wa elimu ya kweli ya Mungu. Tofauti na hapo tutapokea alama ya mnyama. Tofauti na hapo tumeandaliwa kwa kupotea milele na sio kwa uzima wa milele. Ndugu zangu, Mungu atusaidie na Mungu atubariki. Fuatilia somo linalofuata uone historia ya mfumo wa elimu ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Somo hilo litakuwa na kichwa kinachosema chemchem za maji ya uzima au mabirika ya vujayo. Imejengwa katika Yeremia 2:13. Ndipo tutaangalia somo hilo, tutapata historia yote, nini kilitokea.
Na utashangaa kugundua ya kwamba shetani ana mawakala wake mpaka ndani ya mfumo wa kanisa, na tutafunua moja baada ya jingine. Mungu atupe neema, Mungu atupe uzima, na hakuna namna tunaweza tukapona mpaka tuelezane ukweli, tunyooshe maelezo, turejee historia, alafu tukae chini tujiulize tunapaswa kufanya nini, Mungu anasemaje, na hatimaye tuchukue hatua kama Mungu anavyosema. Na Mungu atubariki kwa jina la Yesu, amina. Na kabla tujahitimisha, basi tuombe. Baba mwema, uhimidiwe na utukuzwe, sifa na utukufu ni zako. Asante kwa upendo wa milele. Mbariki mtazamaji na msikilizaji kwa jina la Yesu, amina. Hivyo tukeshe nasi tungoje, wenye taa zinazowaka, tutakapoitwa harusini, tuwe tayari kulaki. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya Kiama? Roho ikielekea mbinguni, twangoja wenye saburi, hata safari yetu iishe, tukae kwake milele. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya Kiama?